Juzi Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Daktari Abubakari Zuberi Mbwana alieleza na kuzindua dua maalum ambayo itakuwa inafanyika kila mwaka, na mwaka huu wa 2025 sawa na 1446 Hijiria itafanyika mwezi Dhulqaada ambao ni sawa na mwezi Mei tarehe 8, tarehe 9 na tarehe 10. Itafanyika maeneo mawili tofauti. Tarehe 8 baada ya kuzinduliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, itakuwa hapa hapa msikitini. Tutaweka utaratibu mzuri na tayari tumeshaandaa kila namna ya ukaaji. Akishazindua hapa, tutaendelea na visomo kwa ratiba tutakazopeana asubuhi na jioni. Tarehe 8 tutaendelea na visomo na kurehemu watu waliotangulia mbele ya haki, lakini saa baina ya swala ya alasiri na magharibi siku hiyo ya Ijumaa kutakuwa na muhadhara mkubwa wa akina mama, na mmoja wa wahadhiri atakuwa ni mke wa marehemu ambaye tunamuombea dua, mufti wa kwanza Sheikh Mkuu Hemed bin Juma bin Hemed. Mke wake ndiye atakaye hadhiri siku hiyo pamoja na wahadhiri wengine. Siku hiyo huku kwa mbele wanaume tutahama kidogo, tutakuwa tunasikilizia nje. Tutawasogeza hapa kina mama wote kwa sababu vyombo tutakuwa tumevifunga hapa, vipaza sauti vya ndani na vya nje. Kwa hiyo watakuwa hapa. Lakini tarehe 10 asubuhi tutakuwa katika ukumbi maarufu kama ukumbi wa Mwalimu Nyerere, Posta kule. Wanaita Mwalimu Nyerere International Convention Center ulioko maeneo ya Posta. Kule tunaenda kuhitimisha dua, na kwa bahati nzuri ni kwamba ni muda mfupi sana, kiasi cha masaa mawili, lakini sisi kama raia wa kawaida tunatakiwa tuwai. Mgeni tuliye naye atakuwa ni mkuu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye keshadhibitisha kuhudhuria. Kwa hiyo tutakuwa na saa moja ya kwake tu ya kiprotoko, lakini sisi tutakuwa na masaa kadhaa matatu ya kuwahi kwa ajili ya kuwahi nafasi. Ni bahati mbaya tu tulikuwa tutumie ukumbi wa Diamond Jubilee, lakini kule kuna maonyesho ya Syria ambao kwa vyovyote vile imeshindikana kuwahamisha alafu sisi tuendelee. Ikawa ni ustaarabu wa Kitanzania kwamba tusidistabu biashara, na kwa sababu wanaingizia taifa fedha, si twende ukumbi ule. Wasiwasi ni kwamba ukumbi ule ni mdogo, unabeba watu karibu takriban 2000 tukikaa katika namna ya kubanana, na nje tuna uhakika kutakuwepo watu zaidi ya 2000. Tumetengeneza utaratibu wa kuweka matenti yale, lakini pia na skrini kubwa. Kwa hiyo wewe sasa huna sababu ya kukaa nje tutakakoweka huko matorobali na nini. Wewe wai ndani kiasi cha masaa mawili. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwepo pale, ratiba itakuwa ni fupi. Kazi gani sasa tunafanya? Kazi zitakuwa ni 3 kubwa. Kazi ya kwanza ndio ile tuliyofanya mwaka jana ya kuwarehemu mamufti wetu waliotangulia, kiwemo Mufti Hemed bin Juma bin Hemed, akiwemo Isa Shaabani Simba, lakini pia na mashekhe waliotangulia wa East Africa. Sharifa anawajua, ambao orodha yao tunaendelea kuipokea na nyingine tunayotoka mwaka jana, na tunaomba yeyote atakayekuwa na marehemu atatutumia, tutatuma linki kwenye mtandao ambao ukishatuma sisi tunamuingiza kwenye daftari letu tutakalolitamka siku ile. Kwa hiyo siku zote hizo itakuwa kazi ni hiyo. Lakini ni jingine la safari hii litaongezeka, ni hilo alilosema Sharif wakati wa hutuba. Tuna uchaguzi mkuu hapa Tanzania ambako tutachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutachagua wabunge, tutachagua madiwani. Hakuna mgeni katika dunia hii. Kipindi cha uchaguzi ndio kipindi ambacho huwa dalili zote za uharibifu wa nchi, amani yake na utulivu huwa zinajitokeza.
na sehemu nyingine amani huharibika na huvunjika, na zingine nchi hawajawahi kurudi kwenye hali yao. Sasa ni kipindi chetu sisi kama Waislamu, na ndio maana hii dua imepangwa kwa nyakati maalum kama alivyosema Sharifu. Hizi nyakati za Alhamis na Ijumaa na Jumamosi tunahitimisha ni nyakati ambazo zimepigiwa hesabu. Usiniulize hesabu ya kujumlisha au ya kutoa, hao mashekhe wanajua, kina Sheikh Ali Hamisi Ngeruko. Kwa hiyo tutaiombea nchi kwa ajili ya kuvuka vizuri katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hatutoacha kuwaombea hawa wanaotuongoza, akiwemo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio kashika usukani wa jamhuri yenyewe, ndio kashika usukani wa kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu, kwa weledi, kwa haki na uhuru na usawa. Ni yeye mwenyewe. Sasa bila kumuombea hatutakuwa tujafanya chochote. Mufti jana nilimsikia anasema ukimuombea kiongozi unakuwa umejiombea wewe, ama sivyo Sharifu? Kwa maana akitononeka yule, akikaa vizuri kiongozi, wewe waishi kwa raha. Ndio maana leo tumekaa kwa utulivu, kwa amani, ni kwa sababu viongozi wako katika nafasi nzuri ya maisha yao na wanatuendesha na kutusimamia kwa hali ya utulivu na amani. Lakini hatutaacha nchi yetu ya Zanzibar, nako kuna shughuli inaendelea. Daktari Hussein Ali Mwinyi naye tutamuunganisha katika dua. La mwisho kabisa itakuwa ni kujiombea sisi wote kwa matatizo, madhila, shida tulizonazo. Usipuuze jambo hili. Unaweza ukaitafuta hii nafasi ukaikosa. Inawezekana nafasi nyingi tumezikosa, huenda hii ndiyo nafasi yako ukapatia. Baada ya kuyasema hayo, nawakaribisha sana kwa mambo matatu: kutuma majina yenu ambayo marehemu wametangulia, lakini kuhudhuria, na la tatu, kama una sadaka yoyote, tumeweka mifuko maalum, kuna akaunti, kuna vifaa. Lete michele tu, mwaga hapa, kabidhi, utakutana na watendaji hapa. Lete maharage, lete vifaa. Fedha pitisha benki, lakini vifaa lete hapa: chakula, nafaka, maji, kwa sababu kutakuwa na itikafu siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa. Lakini kuna kuwepo viongozi na waumini kutoka mikoa yote 26, wakiwemo kutoka Zanzibar. Wote watakuwa eneo hili la Kinondoni. Kwa hiyo ni namna gani wewe utasaidia, utajitolea? Huu ndio wakati wake. Hili ndilo jambo la sasa. Tuombeane dua inshallah. Nimuombe Sharifu aweze kutuhitimishia kwa dua ili tuweze kuyakabili yote hayo na kuyafikia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.